Karibu sana mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii na kuletea sehemu ya video ndefu nitakayoweka kwenye YouTube. Kuna magumu sana ndani ya ndoa, na kutokana na magumu hayo watu wengine wamekata tamaa juu ya mapenzi. Sasa kwenye Biblia kuna neno linalosemwa na linasemwa na watu wengi, kwa Waislamu hata Wakristo, kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Unaweza kuliona neno hili liko kwenye Biblia na ni neno la Mungu. Hivi kweli ndoa zote zinazovunjika mwanamke ndio mwenye makosa? Hivi ni kweli? Sasa ni gumu kidogo kulikubali neno hili kwamba mwanamke mpumbavu ndiye anayebomoa nyumba. Ni gumu kidogo kulikubali kwa liko kwenye Biblia. Lakini leo nataka nikueleweshe. Mungu alimuumba mwanadamu, akamletea mwanamke, akasema sio vema kwa mwanaume kukaa peke yake. Na Biblia inasema kwamba apataye mke apata kitu chema na anapata kibali kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kupata mwanamke ni kitu chema. Sasa kama kitu chema, kwa nini hawa watu wamefikia hatua wanaachana? Ni hivi, mwanamke ameambiwa ni msaidizi kwenye Biblia, lakini sio msaidizi kwamba yeye ni daraja la pili, kama vile fundi anajenga nyumba ana msaidizi wa kumletea matofali. Sio hiyo si picha iliyomo kwenye Biblia. Neno linalotumika kama msaidizi wa kufanana naye ni eza kenegdo. Eza kenegdo. Sasa hii neno eza, msaidizi wa kufanana naye, ndio kenegdo. So, hii neno eza msaidizi ni neno ambalo limetumika mara 3 katika Biblia. Pale ambapo wana wa Israeli baada ya kuvamiwa na jeshi fulani na nchi fulani, wanatafuta msaada kwenye taifa lingine lenye nguvu zaidi. Imetumika mara hizi 3. Lakini neno hilo eza limetumika mara 16 pale ambapo Mungu anamsaidia mwanadamu. Kwa maneno mengine ni kwamba mwanamke anapoitwa na Mungu msaidizi, ni kwamba ana nguvu sawasawa na Mungu. Ana nguvu sawasawa na Mungu. Ndio maana mwanamke amepewa uwezo wa kukaa na mimba akazaa na mtoto. Anayezaa sio mwanaume, mwanamke. Na hata Mariamu akazaa Yesu, lakini hakuchaguliwa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ana nguvu kubwa sana, lakini hajui jinsi ya kuitumia nguvu yake kuboresha mahusiano aliyomo. Ndio maana anaitwa mpumbavu. Naomba pale ambapo mwanamke anamwogopa mwanaume, anajitengenezea matatizo yeye mwenyewe. Unapoogopa kumwambia mwanaume ukweli, kwa sababu unaona sijui atakuacha, sijui atakupiga, sijui atakunyima hela, sijui atakufanya nini. Unapoogopa tayari umefanya dhambi, na ni wajibu wako kusema lile ambalo liko moyoni mwako. Kwa nini? Upendo wote unaoonyesha wa kumfanyia mambo mbalimbali, ukichanganya na uoga, nguvu yote ya upendo unaiua. Mwanaume haoni kama unampenda. Kwa sababu tafiti za kisayansi zimeonyesha kwamba ni kweli upendo una nguvu, lakini yenye nguvu zaidi ni jinsi gani wewe unaonyesha uhalisia wako. Jinsi gani unaonyesha uhalisia wako bila kujipendekeza. Una nguvu kuliko upendo mara 1000. Mara 1000. Sijakosea, sijasema mara 4, ni mara 1000. Unaposhindwa kuonyesha uhalisia wako, ni sawa sawa na pale mume wako anahitaji maji, ukachukua glasi, ukachukua na jagi, alafu glasi ukaligeuza, kuliko kumiminia maji wa kujazia maji ukaweka chini, alafu unamimina juu
ya ile glasi, maji yanamwagika chini. Huyu mwanaume hata kunywa hayo maji, utamimina jagi zima litaisha, lakini mwanaume wako atabakia na kiu. Unapokuwa unashindwa kuonyesha uhalisia wako, ndivyo unavyomwonyesha mwanaume kwamba wewe hufai. Unapomwogopa mwanaume, unaonyesha kwamba wewe hufai kuaminika. Manake akitokea mtu mwingine ambaye unamwogopa, utafanya mambo yule mtu anayoyataka. Kwa hiyo anashindwa kukuamini. Ndio maana na mtu ambaye humwamini huwezi kumpenda. Umeelewa pointi? Kwa sababu gani? Huyu mtu kwenye akili yake anapokuona wewe ni mwoga, anajua kwamba wewe huaminiki. Unaweza ukamsaliti wakati wote, unaweza ukamchinja wakati wote, unaweza kumpa sumu wakati wote. Ndivyo akili inavyorekodi. Sawa, unamwonyesha mambo mengi. Ndio maana unasikia mwanamke anasema, yaani namfanyia vitu vingi mume wangu, namfanyia vitu vingi, lakini kweli hanipendi, ananisaliti, hanipendi, namfanyia vitu vingi. Hujui tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi, 64% ya wanawake, 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Hiyo ni idadi kubwa sana. Sasa ni jambo la msingi mwanamke ajue mbinu za kuzungumza na mwanaume pale ambapo kunakuwa na hali ya kutokuelewana. Lazima awe na hekima ya kuongea naye, kumuonyesha bwana, hapa mambo si hayapaswi kwenda hivi, bila kumwogopa. Sasa unapokaa kimya, haimaanishi moyo wako umekaa kimya. Moyo wako una huzuni. Nikupa story hii. Huyu mwanamke amekuja kwangu, anasema huu ni mwaka wa pili, nafikiria mbinu gani nitumie niachane na huyu mwanamke na huyu mwanaume. Anasema ni mwaka wa pili nawaza kuachana na huyu mwanaume. Nikamwambia, hebu fikiria ni hisia gani zitakuwa zinatawala kwenye moyo wako utakapokuwa umeshavunja hii ndoa na unaishi peke yako. Na je, ni hisia gani zitakuwemo ndani ya moyo wako utakapobakia ndani ya ndoa hii wakati mume wako habadiliki? Ni hisia gani utakuwa nazo? Naambia kafikiria hayo alafu uniletee majibu. Akaenda alafu akarudi. Akasema nitakuwa na hisia hizi. Nikivunja hii ndoa ikavunjika, nitakuwa na hisia hizi. Nitajuta kwamba watoto hawa wawili nilionao watakosa mapenzi kamili ya baba yao. Hilo litaniumiza. Mimi kweli nitajisikia huru, nitajisikia raha, lakini watoto je? Hilo la kwanza. Sema la pili, ikibakia ndani ya hii ndoa kwa sababu ya hawa watoto, nitajisikia vibaya kwamba nawaonyesha mfano mbaya hawa watoto, kwamba kwenye ndoa ni kuvumilia mabaya, wakati sivyo inavyopaswa iwe. Lakini sasa baada ya kufikiria haya pande hizo mbili ambazo amenipa, nimekuja na uamuzi huu kwamba nitabakia ndani ya ndoa, lakini nitaonyesha uhalisia wangu wote. Asipokubaliana na mimi, akaniona kwamba mimi sifai, yeye ndio avunje ndoa, sio mimi, lakini nitafanya ninachokitaka na nitasema ninaloliona bila kuogopa. Mtaalamu mmoja wa saikolojia nampenda sana, akasemaje? Speak the truth you see. Speak the truth you see. Asema zungumza ukweli unaoona. Zungumza. Yuko ndani ya ndoa miaka 28 huyo baba, na amesaidia watu wengi. Amelelewa vibaya sana na wazazi wake, na alikuwa na mahusiano yanavunjika, lakini alipoigundua hiyo siri ambayo nitaiweka kwenye hiyo video ndefu ambayo nitakuwekea hapo, mambo yamekuwa shwari. Sasa hivi anawafundisha mabinti zake jinsi ya kuishi na wanaume. Anasema hivi, na mabinti wawili, nitamchukua huyu binti, tunaenda pamoja, mmoja peke yake, wawili tunaongea, tunaulizana maswali, namfundisha jinsi ya kuishi na mwanaume. Siku nyingine nitamchukua huyu binti mwingine peke yetu, wawili tunaenda, tunaongea kila kitu. Asema sasa hivi mtoto wangu yuko chuoni, lakini anajua jinsi ya kujidhibiti na kudhibiti mahusiano yake ya chuoni. Napenda nikwambie wazi kabisa, inawezekana kubadilisha ndoa yako ikawa tamu. Inawezekana.